Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka mazungumzo baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran yamekuwa yakiendelea, lakini wakati huo pamekuwa na hali za sintofahamu ambazo zimekuwa zikiendelea kujitokeza kwa muendelezo mara kwa mara. Na hasa nazungumzia tukio kama la siku ya jana la nchi ya Marekani kushambulia katika sehemu ya Bandari Abbas, katika sehemu ya karibu na Abdul Karim Air Base. Lakini vile vile tukio la leo kusikika baadhi ya milipuko katika sehemu ya Hormuzgan, ile jimbo la Hormuzgan karibia na mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile katika sehemu ya Bushehr katika nchi ya Iran. Jambo hili tumekuwa tukilichukua katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia eneo husika ambalo matukio mengi yamekuwa yakijitokeza, lakini vile vile sababu ya matukio husika kuweza kujitokeza na muendelezo wake. Kwa tukio kama la jana, asili yake kubwa ilikuwa ni nchi ya Marekani ilikuwa inajaribu kushusha au ku-undermine tunasema, yani kudhoofisha ile sehemu ya udhibiti wa nchi ya Iran katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, na ilijaribu kupeleka sehemu ya meli zake za mafuta kujaribu kupita, lakini pamoja na kwamba walikuwa wamezima ile transponder, kile kifaa ambacho kinaweza kutoa signal ya meli iko mahala gani, pamoja walijaribu kufanya hivyo, lakini nchi ya Iran waliweza kufahamu meli zilipo na kuweza kufanya kama kurusha sehemu ya mabomu kutoa kama signal ya kutoa onyo, na hivyo meli zilazimika kuweza kuondoka, na matokeo yake ndio maana ilionekana kwamba Marekani waliweza kushambulia katika sehemu ya Bandari Abbas, sehemu ambayo inaonekana kwamba onyo husika lilitokea upande huo. Lakini vile vile hata leo inaonekana kwamba kuna meli ambazo zimekuwa zikijaribu kutaka kupita bila kucoordinate na nchi ya Irani, move ambayo inaonekana kwa upande mmoja au mwingine imekuwa ikichagizwa na nchi ya Marekani, lakini imekuwa haipati mafanikio ya moja kwa moja. Sasa tumesema jambo hili linachukua katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia mambo mengi. Jambo la kwanza ni kuzingatia kwamba nature ya sehemu husika ambayo tukio limekuwa likijitokeza ni sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, ambayo mpaka sasa hivi ishara zote zinaonyesha mwenye udhibiti mkubwa ni nchi ya Iran. Na hii inaweza ikaonekana kwanza kwa hatua ya meli za nchi ya Marekani kushindwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz, na ndio maana matokeo yake ilikuwa ni Marekani kushambulia katika sehemu ya Abdul Karim Air Base kule katika upande wa Bandari Abbas, ambapo matokeo yake ni Irani na yenyewe vile vile waliweza kufanya retaliation kuweza kushambulia katika sehemu ya Kuwait, sehemu ambayo inaonekana kwamba ndio asili ya mashambulizi husika yalipotokea. Kwa hivyo kitendo cha meli za Marekani kushindwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz kwanza kinatoa ishara ya kwamba nchi ya Iran maana yake ndio ina udhibiti wa sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo limekuwa likiendelea kutoa ishara kwamba nchi ya Iran wana udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ni hatua ya Rais Donald Trump kuitisha nchi ya Oman kwamba inavyoendelea kutoa support katika nchi ya Iran, maana yake Marekani wanaweza kushambulia nchi ya Oman. Pamoja na kwamba issue ya Oman sio issue ya leo, ni issue ya muda mrefu. Coordination au ile ushirikiano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Oman kuhusiana na swala la mlango bahari wa Hormuz ni takriban toka mwaka 74 ulikuwa na sehemu ya mpangilio wa namna hiyo, kwa kuzingatia kwamba wao ndio wanapitiwa hasa au wapo karibu zaidi na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo ni jambo ambalo wanatofautiana katika baadhi ya fikra ya namna ya kuliendea jambo husika, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Oman yenyewe ilisaini sehemu ya makubaliano ile tunasema ni United Nation Convention on the Law of the Sea, ile masuala ya sheria za bahari, lakini nchi ya Iran yenyewe haikupitisha katika bunge lake sheria husika, na ndio maana nchi ya Iran inakuwa hailazimiki kufuata sheria za bahari katika swala la mlango bahari wa Hormuz, na ndio maana imekuwa ikidai mlango bahari wa Hormuz sio sehemu ya ya kimataifa, sio passage ya kimataifa, bali ni passage ambayo iko ndani ya mipaka ya nchi ya Iran na nchi ya Oman. Kwa hiyo wao ndio watakaweza kusimamia sehemu ya mlango bahari husika. Kwa hiyo kitendo cha nchi ya Marekani kupitia Rais Donald Trump kuikanya au kuionya nchi ya Oman, maana yake ni kukusudia kwamba Iran iwe
imetengeka, yani imepwekeka, iko peke yake katika ishu ya mlango bahari wa Hormuz, na hivyo iweze kupunguza sehemu ya ushawishi wake katika mlango bahari wa Hormuz. Onyo ambalo vile vile limefuatiwa na ujumbe kutoka kwa waziri wa fedha wa nchi ya Marekani Scott Bessent, naye alituma ujumbe wa namna hiyo akiashiria kwamba wanaweza kuiwekea vikwazo nchi ya Oman kuhusiana na support yake katika ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine hatuna hakika sana kama linaweza likafanikiwa kupitia njia ambayo Marekani wanajaribu kuitumia kwa kuzingatia vitu vingi. Kwanza, wamekuwa wakishutumu kwa mfano nchi ya Iran katika swala la mlango bahari wa Hormuz kuhusiana na ile tozo ambao wamekuwa wakichaji kama kodi, lakini nchi ya Iran yenyewe imekuwa ikikanusha kwamba kile kinachochajiwa pale sio kwa sababu ya kama kodi ya mtu anayopita, bali inachajiwa kwa kuzingatia masuala kama ya udhibiti wa mazingira, masuala kama ya usalama mlango bahari wa Hormuz. Ni chaji ambazo ukiangalia katika milango bahari kama ile ya Bosphorus ambayo kule Uturuki, ambayo vile vile huwa kuna chaji kuna pesa zinalipwa, maana yake msingi wa charging yao inafanana na ile ambayo Iran wamekuwa wakijaribu kuisimamia. Lakini kiujumla tishio la nchi ya Marekani katika nchi ya Oman linatoa ishara kwamba Marekani hawana udhibiti wa ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile hili linatoa ishara ya wazi kabisa kwamba ajenda kuu ya move yote ni ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Ishu za nyuklia na nini ni ziada, lakini ishu moyo kabisa ni ishu ya mlango bahari wa Hormuz, na ili vivile zile kathibitishwa na sehemu vile vile ya maelezo ya Donald Trump katika kikao chake na mawaziri katika siku ya jana, alipoashiria kwamba Iran hata kama watatoa ile sehemu ya uranium iliyorutubishwa, Marekani hawataondoa vikwazo, Marekani hawataruhusu zile pesa ambazo Iran wanazidai takriban kama dola bilioni 24 ambazo walikuwa wanataka zitolewe kwanza dola bilioni 12, pamoja na kwamba ile wanazodai kiujumla duniani ni hela nyingi, lakini zile ambazo ziko pale Qatar walikuwa wanahitaji dola bilioni 12 kwanza iweze kutoka, jambo ambalo vivyo Marekani wamekuwa wakikataa. Na kwa msisitizo wa Donald Trump ni kwamba hata wakisema Iran wanatoa sehemu ya nyuklia zao, ile sehemu ya ile uranium iliyorutubishwa, bado Marekani hawataruhusu hiyo pesa iweze kutoka. Lengo ni nini? Maana yake ninaonyesha kwamba ishu kubwa zaidi ni ishu ya mlango bahari wa Hormuz, na ndio maana hata hiyo ishu ya nyuklia lao itatolewa leo hii, bado Marekani wataendelea kushikilia msimamo wao, kwa sababu focus ya Marekani sio kwenye nyuklia. Ishu ya nyuklia ni agenda ya nchi ya Israel, lakini ishu ya Marekani ni ishu ya mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba mlango bahari wa Hormuz ni mrija wa sehemu ya kutengeneza uchumi wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake unapokuwa hauna Hormuz, maana yake ni kama vile hauna ushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati, na ndio maana imekuwa Marekani ikijaribu kusisitiza katika swala la mlango bahari wa Hormuz. Sasa kile ambacho tunakiona kiujumla ni kwamba Marekani amekuwa anaendelea kusimamia mambo ambayo kwa upande mmoja au mwingine hayakusanyiki mahala pamoja, na hii ndio challenge kubwa ambayo Marekani amekuwa akiipitia hivi sasa, kwamba discussion yake na nchi ya Iran ilikuwa moja katika target yake kubwa ni issue ya mlango bahari wa Hormuz. Wamekuwa kariri issue ya nuclear ni kama kutengeneza cover, lakini issue ni ya mlango bahari wa Hormuz. Sasa shida inatokea kwanza kwa kuzingatia kwamba Iran wamekuwa hawataki kuipa Marekani walau hatua moja ya kuficha ile sura ya aibu. Kwa mfano kama jana au leo meli za Marekani za mafuta zingeweza kupita, maana yake Rais Donald Trump angesema meli zao zimeweza kupita. Ingekuwa kidogo ameficha ile sura ya aibu ya ile kuzuiwa wasiweze kupita pale. Lakini kitendo cha Iran wanachokifanya, maana yake wao ni kusimamia msimamo wao kwamba utaratibu wa mlango bahari wa Hormuz uko chini yetu na hakuna meli ya Marekani au nchi yoyote ambayo inatupiga vita kuweza kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Jambo hili maana yake limekuwa ni jambo zito kwa nchi ya Marekani, na ukizingatia kwamba hicho mlango bahari wa Hormuz ndio focus kubwa ya nchi ya Marekani, na lao Marekani watakubaliana na Iran kwa matazamio ya siku za usoni, hasa kuhusiana na hicho mlango bahari wa Hormuz, bado jambo hili litakuwa ni tatizo. Na litakuwa ni tatizo hasa katika upande wa nchi ya Israel, kwa kuzingatia kwamba Israel shida yao kubwa ni kwamba wao hawaamini kwamba makubaliano baina ya Marekani na nchi ya Iran yana manufaa ya namna yote. Hawaamini hivyo. Hata kama Irani watasema kwamba wanaondoa sehemu ya ile nyuklia iliyorutubishwa, bado Israel hawaamini kwamba kuna maslahi ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Na ndio maana Israel kile wanachokisimamia, kwanza viongozi wake wamekuwa wakizungumza hivyo. Kwa mfano siku ya jana Itamar Ben Gvir
waziri wa mambo ya ndani wa nchi ya Israel amezungumza wazi kwamba hatuwezi kukubali dili ya namna yoyote baina ya Marekani na nchi ya Iran, kwa sababu unapokubali dili ya Marekani na nchi ya Iran, maana yake Israel inakuwa imepwekeka, inakuwa imejitenga, iko peke yake. Na Israel haiwezi kufanya move dhidi ya nchi ya Iran bila kusaidiwa na nchi ya Marekani. Haiwezekani. Kwa hivyo Marekani na Iran wanapokuwa wamekubaliana, maana yake hata kama kuna support kutoka katika nchi ya Israel kutoka katika nchi ya Marekani kwa Israel dhidi ya nchi ya Iran, mwisho wa siku Israel itabaki peke yake. Ni jambo ambalo Waziri Netanyahu hawezi kukubali, au Israel kwa ujumla hawawezi kulikubali, bali wao wanachohitaji ni kwamba waendelee kubaki na nchi ya Marekani. Katika mazingira namna hiyo, ndio maana wao wamekuwa wakishika au wakiendelea kufanya disturbance katika upande wa kusini mwa Lebanon. Wameendelea kufanya mashambulizi yao, na siku kama ya jana wameshambulia paka katika sehemu za Beirut, sehemu ambazo ilikuwa ni mwiko katika sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwamba Beirut isishambuliwe, lakini katika siku ya jana wameweza kushambulia paka katika sehemu ya Beirut. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba msingi wa mwanzo wa makubaliano baina ya Irani na Marekani ni kusitisha mapigano sehemu yote ikiwemo Lebanon. Lebanon inapokuwa mapigano yanaendelea, maana yake hakuna makubaliano yanaweza kaendelea baina ya Marekani na nchi ya Iran. Hiyo ndio hali ya halisi jinsi ilivyo. Kwa hiyo Marekani wakati mmoja anasimamia ajenda ya Israel kuhusiana na nyuklia, na anasimamia ajenda yake kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz. Lakini hizi ni ajenda ambazo haziwezi kukubaliana mahala pamoja. Kwanza kwa lengo la Israeli yenyewe, kwamba Israeli yenyewe haitambui kwamba kuna manufaa yanaweza kupatikana katika makubaliano ya Marekani na Iran. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ukiangalia katika upande wa Irani wenyewe wameshatengeneza doctrine au sera maalum kuhusiana na vitu vyote vile ambavyo ni muhimu katika sehemu ya mgogoro huu. Kwanza ukiangalia katika issue ya nuclear, wameshaiweka katika sehemu ya national security, katika upande wa usalama wa taifa. Kama vile Irani inavyolinda mipaka yake ya ardhini, inavyolinda mipaka yake ya anga, inavyolinda mipaka yake ya bahari, ndivyo hivyo watakavolinda issue ya nuclear au program zao za nuclear. Na hii ni kulingana na maelekezo ya Mujtaba Ali Khamenei, kiongozi wao. Lakini vile vile katika issue ya mlango bahari wa Hormuz wanazingatia vile vile kwamba ni sehemu ya usalama wa taifa wa nchi ya Iran, na ndio maana kwa haraka sana walikwenda kutengeneza ile mamlaka ya kusimamia mlango bahari wa Hormuz, inajulikana kama Hormuz Strait Authority, ambayo ukiangalia kulingana na mazingira jinsi yalivyo, Marekani imelazimika iwekee vikwazo ile mamlaka husika, kwa kuona kwamba moja katika kitu ambacho kimekuwa ni tatizo katika issue ya mlango bahari wa Hormuz ni Iran wameamua kutengeneza kwa mamlaka kusimamia mlango bahari wa Hormuz. Kwa ina maana discussion yote inayokuja mbele haiwezi kuiondoa Iran katika msimamo ambao ule wameusimamia, mpaka imefikia hatua wameweza kutengeneza mamlaka katika issue ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo ina maana mambo yote mawili ambayo Marekani anajaribu kuyasimamia katika upande wake, issue ya mlango bahari wa Hormuz, na katika upande wa nchi ya Israel kwenye issue ya nuclear, maana hizi ni issue ambazo kwa wakati mmoja pia kuzikusanya ziweze kufanikiwa inawezekana ikawa ni jambo gumu, pia kwa kuzingatia dhamira ya nchi ya Israel yenyewe haitambui kwamba kuna makubaliano yanaweza kufikiwa baina ya Marekani na Iran yakawa yana manufaa ya namna yote. Na lao ingekuwa iko hivyo, basi wasingekuwa wanafanya mashambulizi, kuendeleza kufanya mashambulizi katika upande wa kusini mwa Lebanon, bali lengo ambalo linaonekana wazi la wao kufanya mashambulizi kusini mwa Lebanon ni kufanya programu hii ya makubaliano baina ya Marekani na Iran, hata kama inaonekana kwamba ina progress, ina muendelezo, isiweze kufanikiwa. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kulitazama, ambalo chanzo chake ni mlango bahari wa Hormuz, ni issue ya Marekani kulazimisha nchi za Kiarabu zisaini ile Abraham Accord, kusaini makubaliano yale ya Abraham Accord. Makubaliano ambayo actually lengo lake kubwa ni kuondoa sehemu ya uhasama ulioko baina ya nchi za Kiarabu na nchi ya Israel, kuitambua Israel, kuingia katika mashirikiano ya kibiashara na masuala ya kiusalama. Lakini hili kwa nini Marekani sasa hivi wamekuwa wakilishika? Marekani hivi sasa wamekuwa wakilishika, na hasa katika wakilifungamanisha na makubaliano baina yao na Irani, kwa kuzingatia kwamba nchi za Kiarabu zikiongozwa na Saudi Arabia zimekusudia, na kuna sehemu ya mazungumzo yalifanyika kule Spain baina ya hizi nchi mbili, Irani na Saudi Arabia, zikikusudia kusaini ile tunasema na Negotiation Pact, makubaliano ya kuondoa sehemu ya uhasama. Lakini kilichokuja kubainika wazi sio Saudia peke yake, ni Saudia, kuna Egypt, kuna Pakistan, kuna Uturuki, na ikiwezekana vivyo na nchi kama Qatar, kusaini sehemu ya makubaliano ya kwamba hawatakuwa na uhasama na nchi ya Iran.
wanaposaini makubaliano haya ya wao kutokuwa na uhasama na nchi ya Irani, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba mpango wa kuondoa uhasama baina ya Israel na nchi za Kiarabu unakuwa umefeli. Ile Abraham Accord inakuwa imeanguka kwa sababu lengo la Abraham Accord ni kuziunganisha zile nchi za Kiarabu ziungane na Israel, watengeneze frame ya masuala ya kiusalama dhidi ya nchi ya Iran. Ndio lilokuwa lengo kubwa. Sasa itakapokuwa kwamba nchi hizi zimeenda kusaini makubaliano na nchi ya Iran, maana yake Abraham Accord ina kazi gani? Abraham Accord inakuwa haina kazi. Na ndio maana kuicomplicate issue, Rais Donald Trump amekuwa akizungumza hawezi kusaini makubaliano baina yake na nchi ya Iran mpaka zile nchi za Kiarabu zisaini Abraham Accord. Kusaini Abraham Accord maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba zile nchi ziweze kuungana dhidi ya nchi ya Iran ili kuweza kudhoofisha sehemu ya program ambayo ipo katika imekuwa architectured, imetengenezwa na nchi ya Iran, kwa sababu Iran wao wanachoamini ni kwamba eneo la Mashariki ya Kati lina uwezo kujisimamia katika upande wa masuala ya kiusalama, wala halihitaji support ya nchi ya Marekani katika swala la kiusalama, kwa sababu kuna nchi ambazo zinapakana na eneo la Mashariki ya Kati. Kama ni silaha za nyuklia zipo, kwa mfano Pakistan na silaha za nyuklia, kwa hiyo nchi za Mashariki ya Kati zinaweza kukaa chini ya umbrella, chini ya mwamvuli wa Pakistan katika upande wa silaha kama za nyuklia. Lakini vivyo kuna nchi ambazo zina silaha kama zile ballistic missiles za nchi ya Iran na wako very advanced katika upande huo. Inawezekana kabisa. Kwa hivyo ukiangalia mazingira jinsi yalivyo ni kwamba nchi za Kiarabu zenyewe zinaamini kwamba nitakuwa ziondoe sehemu ya uhasama na nchi ya Iran. Kuondoa sehemu yake ya uhasama na nchi ya Iran maana yake itaendelea kuleta hakikisho la masuala ya kiuchumi katika ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Ukiangalia calculation ya Marekani, yeye anaona kwamba hapana, inabidi msaini Abraham Accord. Kusaini Abraham Accord maana yake ni kuondoa uhasama na nchi ya Israel. Mnapoondoa uhasama na nchi ya Israel, mwisho wa siku ni kwamba mtaifanya Iran iwe imetengeka peke yake. Iran inapokuwa imetengeka peke yake, mtatazama tatizo la Iran ni nini? Tatizo la Iran ni kwamba anatusumbua kwenye mlango bahari wa Hormuz. Mwisho mtakuja na plan B ambayo ilikuwa ikizungumzwa na Waziri Netanyahu siku za nyuma, ya kutengeneza bomba au pipeline ya mafuta na gesi kuelekea katika nchi ya Israel, maana yake kupita katika nchi kama za Iraq, Jordan, kupitia katika nchi ya Israel kwenda katika sehemu ya bahari Mediterranean, ili iwe Israel ndio sehemu, ndio center ya watu wanaokusanyika kwenda kuchukua mafuta na gesi kuelekea katika upande wa kusini mwa Ulaya na katika sehemu zingine. Zoezi ambalo bila shaka inawezekana likawa ni zoezi gumu. Linawezekana likafanikiwa, lakini inawezekana ikawa ni zoezi gumu, na ugumu wake hasa ni katika upande wa uchumi, kwa kuzingatia kwamba moja katika wanunuzi wakubwa wa mafuta yanayopatikana katika eneo la Mashariki ya Kati ni nchi za Asia, nchi kama za China na mfano wake, ambapo unapohamisha center ya uuzaji wa mafuta kutoka katika sehemu ya Ghuba ya Uajemi kupeleka katika sehemu ya Israel kule Mediterranean, maana yake unafanya kwamba move iweze kuwa ndefu zaidi. Lakini tatizo lingine linalotokea ni kwamba sehemu ya Bab al-Mandab bado ni sehemu ambayo iko chini ya uangalizi wa Houthi, yani Wahuthi wana ushawishi katika sehemu ya Bab al-Mandab. Kwa hivyo ina maana watakapoamua wao kufunga, ina maana ruti ya nchi za Asia kwenda kuchukua mafuta na gesi katika upande wa bahari Mediterranean, inawezekana zoezi hili likawa gumu, kitu ambacho economically, kiuchumi, inawezekana ikawa ni jambo zito zaidi. Kwa hiyo ina maana kuondoa sehemu ya uhasama ulioko baina ya nchi za Kiarabu na nchi ya Iran, hili ni bora zaidi kwa jamii ya nchi husika kuliko kusaini ile Abraham Accord. Na ukizingatia kwamba katika Abraham Accord hizi nchi za Saudi Arabia, Qatar na mfano wake zimekuwa siku zote zikigoma kusaini Abraham Accord kwa sababu ya condition zao au masharti yao walikuwa wakiaweka kwamba ili tusaini Abraham Accord, kuitambua Israel, kuondoa uhasama nayo, kushirikiana masuala ya uchumi na masuala ya kiusalama, ni pawepo nchi ya Palestine. Tena iingiwe makubaliano ambayo yamekaa katika irreversible manner, kwamba haiwezekani kwamba leo iwepo nchi ya Palestine kesho pasiwe na nchi ya Palestine. Tukisaini kwamba kuna nchi ya Palestine na mipaka yake ni hii, ikae katika muundo wa namna hiyo, jambo ambalo vile vile katika nchi ya Israel ni jambo gumu. Na ukizingatia utawala ulioko sasa hivi ukiongozwa na Waziri Netanyahu na baadhi ya mawaziri yake kama kina Itamar Ben-Gvir na Bezalel Smotrich, ambao misimamo yao ni mikali na inajulikana wazi kabisa kwamba wao hawakubaliani na program ya kuwepo na taifa la Palestine. Kwa hiyo ukiangalia mambo ambayo Marekani anajaribu kuyasimamia ni mambo ambayo yako very complicated. Ni mambo ambayo yanachanganya kiasi ambacho inaonekana sasa hivi Marekani wameamua kuchukua modo au ile muundo wa namna gani Israeli inaishi na Lebanon.
kwa sababu mwaka 2024 waliposaini makubaliano baina ya nchi ya Israel na ya kusitisha mapigano na ule upande wa Hezbollah, Israel walikuwa wanaendelea kufanya mashambulizi takriban mwaka mzima. Mashambulizi waliokuwa wakijaribu kuyafanya ni katika namna ambayo haiwezi ikafanya vita iendelee. Na ndicho kitu ambacho kinaonekana kwamba Marekani sasa hivi wanakifanya. Wamekuwa wakijaribu kufanya mashambulizi madogo madogo ndani ya nchi ya Iran katika namna ambayo hayawezi kuifanya ile vita ikawa kubwa. Lakini shida iliyoko katika upande wa nchi ya Iran modo yake au ile muundo wake wa kijeshi ni kwamba ukiwashambulia hawawezi kuacha kukushambulia. Lazima wakushambulia. Katika muundo wa namna hiyo, maana yake ni kwamba gharama ya operation yako inakuwa ni gharama kubwa, kuzingatia kwamba wao hawachagui au wanaweza wakatazama zile potential areas, zile sehemu ambazo ni muhimu, wakafanya mashambulizi ambayo yakaendelea kuleta hasara kubwa. Lakini shida nyingine ni kwamba muundo huu husika lau utadumu na ukalazimisha kwamba Irani irudi tena katika mgogoro moja kwa moja na nchi ya Marekani, maana yake Marekani ndio atakuwa na hasara kubwa. Kwanza kwa kuzingatia move ambayo ameishika mpaka sasa hivi katika upande wa Ghuba ya Oman ya kuzuia zile meli za Iran, meli zisiweze kuingia na kutoka katika pwani za nchi ya Iran. Hii ni move ya kutengeneza, ni artificial blockade, sio natural blockade. Ni zuio la kulitengeneza ambalo linaweza likaondoka wakati wote. Aidha mgogoro ukianza, ile blockade itabidi iondoke, au kama sio kipindi cha mgogoro kuanza, kwa gharama tu ya kuendelea kufanya ile blockade kwa zile manuari kuwepo katika maeneo yale, maana yake hiyo gharama yake ni kubwa ambayo inawezekana isiweze kusustain kwa muda mrefu kwa kiwango hicho. Hilo ni jambo ambalo tunajaribu kulitazama. Lakini jambo lingine ambalo tunalitazama katika hiyo ni kwamba lau mgogoro utaibuka tena, manake na hii tumekuwa tukikariri, Marekani itakuwa ndio mwisho wake kuwepo pale katika eneo la Mashariki ya Kati. Zile bezi, maana wana bezi takriban kama 18 au 19. Bezi 13 zilikuwa kama kwa sasa hivi ni kama hazifanyi kazi kutokana na mashambulizi yaliyofanyika ndani ya siku 40. Katika mazingira namna hiyo, manake inaweza ikalazimisha Marekani zile bezi zake katika eneo la Mashariki ya Kati kuondoka. Na ndio maana mpaka sasa hivi inaonekana kwanza katika sehemu ya makubaliano yake na nchi ya Iran ni kwamba sehemu ya jeshi lake ndio liondoke katika eneo la Mashariki ya Kati. Hiyo ni sehemu ya makubaliano. Lao watafikia katika mwisho wa kilele cha makubaliano. Pamoja na kwamba amekuwa kuna rai nyingi kwamba iwe ndani ya siku 60 na mfano wake, au tukifikia mwisho wa makubaliano ndio itatokea hali ya namna hiyo, lakini kimsingi ni kwamba ni moja katika masharti ambayo Iran wameyaweka kwa Marekani kwa mara ya kwanza. Jambo ambalo manake ilikuwa halitazamiwi katika siku ya nyuma, na hii inaashiria wazi kabisa kwamba nguvu ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati imekuwa katika hali ya sintofahamu. Kwa hiyo sasa ukiyakusanya haya mambo yote, unaweza ukaona kwamba ni position ya Marekani ipo katika mazingira ya namna gani, kwamba wakati huo anahitaji save interests za Israel, anahitaji save interests za kwake mwenyewe, lakini anavyojaribu kusave interests za Israel, kiuhalisia Israel yeye hayuko katika hilo, hayuko hata katika hiyo nuclear anazungumza, lakini mwisho wa siku ni kwamba anahitaji aendeleze mgogoro wake kusini mwa Lebanon, anahitaji achukue eneo kusini mwa Lebanon. Waziri Netanyahu anataka aendelee kubaki katika nafasi yake kisiasa, mambo ambayo manaka hayawezi kuisogeza Iran iingie katika makubaliano ya moja kwa moja na nchi ya Marekani, pamoja na kwamba kuna juhudi ambazo zimekuwa zikiendelea zikiashiria kwamba huenda wakafikia katika makubaliano, lakini mkusanyiko wa mambo mengi umekuwa bado unaleta shaka kubwa ya namna gani wanaweza wakafikia katika kilele cha sehemu ya makubaliano kwa kubalance vitu vyote kwa wakati mmoja, kwa kubalance ushawishi wa Israel uendelee kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia nchi za Kiarabu zimekuwa zinahitaji kusaini makubaliano na nchi ya Iran, jambo ambalo katika upande wa Marekani na Israel wenyewe wanaona kabisa kwamba hili ni jambo ambalo litakuja kutufanya sisi tuonekane kama tumetengeka, tumekaa peke yetu, na ndio maana wamekuwa Marekani wakilazimisha nchi za Mashariki ya Kati zisaini ile Abraham Accord. Kwa hiyo na nchi za Kiarabu wenyewe zimekuwa zikitazama hali ya Marekani sasa hivi katika eneo la Mashariki ya Kati, na ndio maana zimekuwa zikijaribu kuangalia uwezekano wa kuingia kwenye makubaliano na Iran. Kwa hiyo ni mkusanyiko mambo mengi ambayo kiuhalisia mwisho wa siku yanawezekana yasiwe na maslahi kwa nchi ya Marekani, pamoja na kwamba ni jambo ambalo bado linahitaji muda, na tumekuwa bado tupo katika muda wa kuendelea kulitazama kwa kina, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.